Wanasimba wa mkoa wa Kagera, wanasimba wa manispaa ya Bukoba, kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Simba makao makuu, tunao furaha kubwa kweli kweli kwa kufika hapa kwa mara nyingine tena, lakini hatukuta mmekaa kinyonge, tumekuta mmejiandaa kuipokea timu yenu, na maandalizi ambayo mmeyafanya yametupa taswira ya kwamba mmeshafanya maandalizi makubwa ya Simba kupata ushindi siku ya kesho. Niwapongeze kwanza kwa kutengeneza na kurasimisha umoja wa wanachama na mashabiki manispaa ya Bukoba mjini, kwa kuunganisha matawi mbali na kuwa kitu kimoja. Na kwa kipekee kabisa nimpongeze dada Bite kwa kazi kubwa ya kuanzisha na kusimamia umoja huu, na leo hii wana Bukoba tunajivunia kuwa na umoja ambao unatutambulisha na kutuunganisha sisi wana Simba wote. Ndugu zangu wana Bukoba, kwanza ni waombe radhi, hamjapata nafasi ya kutosha ya kujimwaya na wachezaji wenu, lakini ziko sababu za msingi ambazo zimepelekea hivyo. Cha kwanza ni kuipa timu muda wa kupumzika zaidi, hususan wachezaji. Wameanza safari tangu alfajiri ya saa 11 hii leo na tumefika Bukoba mchana. Maana yake ni kwamba wanastahili kupata mapumziko, kwa sababu jioni ya leo ya saa 10 wanatakiwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi. Lakini wangeweza kuja kujumuika nasi hapa. Changamoto iliyotokea ni mabadiliko ya muda wa mchezo. Ratiba ya awali mechi ilikuwa ni jioni saa 1. Kwa hiyo wangeweza kuja kujumuika nasi hapa, tukafanya mazoezi leo jioni, wakapumzika kesho mpaka jioni, wakaingia kwenye uwanja wa mechi. Lakini muda wa mechi umebadilishwa kutoka jioni ya saa 1, sasa mechi ni saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo ukiangalia kutoka hapa tulipo kuelekea kesho saa 10 jioni ni masaa machache kweli kweli, na kwa mantiki hiyo wachezaji wanastahili kupata muda huo mchache wa kupumzika, wajiandae na kazi kubwa ya kesho. Lakini yoyote mwenye shauku, mwenye hamu ya kuwaona kwa utulivu wachezaji wa Simba, basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha hiyo kesho katika uwanja wa Kaitaba. Tunaamini mtakuja kwa wingi, tunaamini mtakuja wote. Twendeni tukashirikiane na twendeni tukapambane. Kesho mnyama aondoke na alama 3 za kwanza katika ligi kuu ya NBC. Ndugu zangu ni wana Bukoba, msimu ndo unakwenda kuanza sasa, na uongozi umeshafanya maandalizi yote ya msingi, ikiwemo usajili na maandalizi yote makubwa kuelekea kwenye msimu ambao unaanza kesho. Sisi kwetu wana Simba tunatakiwa kuanza kwa nguvu kubwa, tunatakiwa kuanza tukiwa kwenye nguvu moja, tunatakiwa kuanza kwa ushindi mkubwa, tunatakiwa kuanza na mguu wa kulia ili kujiwekea mazingira mazuri kuelekea katika tamati ya ligi msimu huu. Hivyo basi hakuna nafasi yoyote wala hakuna sababu yoyote
ya kupoteza mchezo wetu wa kesho. Tufanye maandalizi makubwa, tujiandae inavyowezekana ndani na nje ya uwanja, tukapambane tuchukue alama 3 katika mchezo wa kesho. Na mimi nawaamini wana Bukoba kwa maandalizi mliofanya na mnayoendelea kufanya. Kesho tunakwenda kumpelekea pumzi ya moto Kagera Sugar. Najua wapo wanaoipenda timu yao ya Kagera Sugar kwa sababu ni timu ambayo inawakilisha mkoa, lakini kwa kesho watatusamehe. Tutaisaidia Kagera Sugar katika mechi nyingine, lakini kwenye mechi dhidi ya Simba tunaitanguliza Simba mbele. Kipaumbele chetu ni Simba. Simba kwanza, Kagera itafuata baadaye. Ziko mechi 28 za kuisaidia Kagera kupata ushindi. Mechi 2 pekee dhidi ya Simba, nyumbani na ugenini, tunaitanguliza Simba mbele, Kagera baadaye. Ndugu zangu ni wana Simba, nikiangalia katika wale ambao mmefika hapa, naona wachache kweli kweli ndio wamevaa jezi mpya za msimu huu. Ni kama 2% tu ya watu wote ambao tumefika hapa. Ninachoamini ya kwamba wengi jezi mnazo na mmepanga kuvaa kesho, na wengine mliopiga makofi mmesafiria tu hiyo dharura. Wengine hamna kabisa jezi ya msimu huu. Sasa ndugu zangu ni wana Simba, ili uwe Simba thabiti, uwe Simba barabara, Simba tunayekutambua, ni lazima uwe na jezi mpya ya kila msimu. Kila msimu unapoanza, wajibu wako wa msingi mwana Simba ni kununua na kuvaa jezi mpya, tena jezi original za Simba Sports Club. Na mzabuni wetu wa jezi safari hii amefanya makubwa zaidi. Kwenye kila manispaa, kwenye kila mkoa kuna duka la jezi. Amefanya hivyo ili kuwarahisishia wana Simba wote kupata urahisi wa kununua jezi, lakini vile vile kuwarahisishia wana Simba wasiuziwe jezi feki. Kwa hiyo kwa hapa Bukoba, duka liko wapi mwenyekiti? Wapi? Kwa hapa Bukoba kwa hapa Bukoba, duka la Jairut liko katika jengo la Bakwata Complex. Kama bado haujapata jezi zako, kama bado haujanunua jezi yako, hii ndiyo siku yako ya muhimu ya mwana Simba kwenda kununua jezi. Kesho katika mchezo wetu dhidi ya Kagera Sugar, asije mwana Simba yeyote amevalia jezi ya zamani. Hizi za zamani mlizovaa hapa hii leo, mwisho wake ni leo. Kesho kwenye mechi, kila mwana Simba aje akiwa na sare ya msimu huu, aje akiwa na jezi ya msimu huu. Na hili siyo ombi, hili ni tamko la lazima. Kila mwana Simba mwenye uwezo anawajibika na analazimika kununua na kuvaa jezi, na sio tu jezi ya msimu huu, kuvaa jezi original ya Simba Sports Club. Ndugu zangu ni wana Simba, nafahamu katika ninyi kuna wanachama na katika ninyi kuna mashabiki, na wale washabiki wanatamani kuwa wanachama. Tupo kwenye hatua za mwisho sana za kukamilisha mchakato wa kuanza kutoa kadi za wanachama wa Simba Sports Club. Kwa hiyo wale wote mashabiki waanze kujiandaa kuanzia sasa.
mchakato utakapofunguliwa, kadi zitakapoanza kutolewa, kila mtu aende ajiandikishe na achukue kadi yake ya wanachama. Lakini jambo la msingi la kusisitiza ni kwamba hautapata kadi kama haupo kwenye tawi rasmi la Simba. Kwa hapa Bukoba Manispaa kuna matawi mengi. Nenda kajiandikishe uwe mwanachama wa tawi hilo, ili kadi zikianza kutolewa za wanachama upate na uchukue kadi yako kwenye tawi husika ambalo umejiandikisha. Na nichukue nafasi hii kuyatangazia matawi yote ya hapa Bukoba Manispaa na Kagera kwa ujumla, yaendelee kudahili wanachama, yaendelee kuwakusanya mashabiki, ili muda ukifika wa kutolewa kadi wachukue kadi zao kwa pamoja, na wote wawe wanachama na mashabiki wa Simba kupitia tawi ambalo watakuwa wamejiandikisha nalo. Baada ya kusema halo, ndugu zanguni, niseme tu ya kwamba asanteni sana kwa kuja. Msimu umeanza, na msimu huu kama ambavyo amesema mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Bwana Swedi Nkwabi ya kwamba msimu huu ni msimu wetu. Mwaka huu panga pangua, mwaka huu piga ua, mwaka huu iwe mvua iwe jua, mwaka huu tunalitaka kombe la NBC. Na mimi niwahakikishie, na mimi niwaambie, kwa mamlaka yake Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, maandalizi ambayo tunayafanya mwaka huu. Mwaka jana ilikuwa nizamu ya CRDB Cup, mwaka huu ni kombe la NBC. Tusemeni insha Allah linakuja Msimbazi. Baada ya kusema hayo, nisemeni asanteni sana, niwapongeze kwa sherehe hii, niwapongeze kwa umoja huu, na umoja huu unatakiwa kudumu na utanuke, utoke hapa Manispaa ya Bukoba na hatimaye uwe ni umoja wa wanasimba mkoa mzima wa Kagera. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, tukutane Kaitaba kesho. Jambo moja la mwisho la msingi la kusisitiza, mfumo wa kununua tiketi kwa ajili ya mechi za ligi kuu ya NBC umebadilika. Sio ule mfumo ambao tulikuwa tukitumia miaka ya zamani. Hivi sasa tunanunua tiketi kwa kutumia simu janja, simu yako ya mkononi. Unaingia kwenye website ya TFF, unanunua tiketi yako. Sasa basi, ndugu zangu wana Simba, sisi ndio wengi kwenye mchezo wa kesho. Niwatangazie, niwasisitize na kuwahimiza, kwa kuwa mfumo huu ni mpya, tunategemea kutakuwa kuna changamoto za hapa na pale. Hivyo basi, kila mwana Simba aanze sasa mchakato wa kununua tiketi yako, ili ukishindwa unajaribu tena, ukikosea unajaribu tena, mpaka upatie uweze kununua tiketi yako. Na mtu mmoja ana uwezo wa kununua mpaka tiketi 5. Kwa hiyo kwa wale ambao wataweza kuwanunulia wenzao tiketi, basi unamnunulia kisha unamtumia kwenye njia ya simu. Na wahimiza, ukitegemea uje ununue kesho, kuna hatihati ukaangalizia mpira nje ya uwanja wa Kaitaba. Anza leo, anza sasa kununua tiketi yako, na ukisha inunua itunze. Kesho utaingia nayo uwanjani kuja kumshuhudia unyama akifanya ubaya ubwela, nyama akitafuta alama 3 za kwanza katika ligi kuu ya NBC. Asanteni sana.